You can't succeed in life huwezi kufanikiwa kwenye maisha if you love yourself too much. kama unajipenda sana. If you can't sacrifice some privileges that are available to you, kama huwezi kuachilia baadhi ya fursa ambazo zinapatikana kwako, that you want to consume every privilege, unataka utumie kila fursa, you want to consume every right, unataka utumie kila haki, you want to enjoy every moment, unataka ufurahie kila wakati, you can't succeed. huwezi kufanikiwa. There has to be self-sacrifice or self-denial. Lazima uweze kujinyima binafsi. In John chapter 12 verse 24 to 26, Yohana 12:24-26. most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa utoa mazao mengi. He who loves his life will lose it. Yeye ipenda nafsi yake ataiangamiza. And he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Naye aichukia nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima milele. Verse 26. Mstari 26. If anyone serves me, let him follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Let's add another scripture. Tuongeze andiko jingine hapa. In the same subject. Katika somo hili. Matthew chapter 16 verse 24 to 26. Mathayo 16:24-26. Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Let him deny himself. Ajikane mwenyewe. Take up his cross. Ajitwike msalaba wake. And follow me. Na anifuate. Verse 25. Sura 25. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Kwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala nafsi yake? When the Bible talks about carrying your cross, Biblia inapozungumza habari ya kubeba msalaba wako, it means you must be willing to sacrifice. Inamaanisha lazima uwe tayari kujidhabihu. It is as simple as that. Ni rahisi tu hivyo. If you want to succeed in life, ukitaka kufanikiwa kwenye maisha, self-denial is not an option. Kujinyima wewe binafsi sio jambo la uchaguzi. There's no alternative for that. Hakuna mbadala wake. There's no alternative for that. Hakuna mbadala wake. By that the Bible means, kwa hivyo Biblia inamaanisha, your soul, nafsi yako, has certain things that it desires. Ina baadhi ya vitu ambavyo inavitamani. And not necessarily that they are sinful. Na si lazima kwamba vile ni vya dhambi. These things could be good things. Mambo yanaweza kuwa ni mambo mazuri. Normal things that every person, every human being needs. Vitu vya kawaida ambavyo kila mwanadamu anavihitaji. But time comes, lakini muda unafika, when you have a stronger desire, pale ambapo unakuwa na shauku kuu, for the touch of God in your life, kwa ajili ya mguso wa Mungu kwenye maisha yako, for some results in your life, kwa ajili ya upate matokeo fulani kwenye maisha. You are trusting God for something bigger. Unamwamini Mungu kwa ajili ya jambo fulani ambalo ni kubwa. Maybe you want God to use you. Yamkini unataka Mungu akutumie. Maybe you want God to prosper you. Yamkini unataka Mungu akufanikishe. Maybe you want God to take you to your destiny. Yamkini unataka Mungu akufikishe kwenye hatima yako. Maybe you have a ministry like me. Yamkini una huduma kama mimi. And you're trusting God to lift you up in your ministry. Na unamwamini Mungu akuinue kwenye huduma yako. Whatever you desire, chochote unachotamani, there's a moment that will come in your life. Kuna nyakati itafika kwenye maisha yako. What your soul desires. Kila ambacho nafsi yako ina shauku nacho. And you think, na unafikiri, it is interfering with what you want from God. Inazuia kutoka kile ambacho unahitaji kutoka kwa Mungu. You quench it. Unaachana nacho. You put it aside. Unakiweka pembeni. Yes, you need it. Ndio unakihitaji. But you tell your soul, lakini unaiambia nafsi yako, be quieted my soul. Nyamaza nafsi yangu. I have business to do. Na kitu cha kufanya. Self-denial, kujinyima binafsi, is when you deny the demands of your soul. Ni pale unapokataa matakwa ya nafsi yako. For the sake of pleasing God. Kwa ajili ya kumpendeza Mungu. For the sake of worshiping God. Kwa sababu ya kumwabudu Mungu. For the sake of serving God. Kwa sababu ya kumtumikia Mungu. For
the sake of what you need from God. Kwa sababu ya kile ambacho unakihitaji kutoka kwa Mungu. It's when you desire an encounter. Ni pale ambapo unatamani kukutana na Mungu tofauti. But the soul desires other things. Lakini nafsi inatamani vitu vingine. And you tell it, shut up. Na unaambia nyamaza. You are not going to get it today. Hautaenda kupata leo. You tell your soul, unaambia nafsi yako, not today. Sio leo. I have business to do with my God. Na kazi ya kufanya na Mungu wako. If you can't win that battle, kama huwezi kushinda hiyo vita of denying yourself, ya kujinyima mwenyewe, there are many things you can't win. Kuna mengi hautaweza kuyashinda. There are many things you keep desiring in life. Kuna mambo mengi utaendelea kutamani kwenye maisha, but you not have them. Lakini hautaweza kuwa nayo. Make up your mind today. Fanya maamuzi leo. If you want to prosper, kama unataka ufanikiwe, if you want to succeed, kama unataka kufanikiwa, if you want to break through, kama unataka kupenya, if you want to grow, kama unataka kukua, if you want to have results, kama unataka kuwa na matokeo, self-sacrifice, dhabihu, no alternative. Hakuna mbadala wake. Jesus did it. Yesu alifanya hivyo. The apostles did it. Mitume walifanya hivyo. Those who went ahead of you in faith did it. Wale waliotangulia mbele kwenye imani walifanya hivyo. Who are you think you can make it without doing it? Wewe unani ambao unafikiri utafanikiwa bila kufanya hivyo? Those who told you, wale waliokuambia, kwa Yesu, to Jesus, kila kitu ni tambarare, everything is just easy, they lied to you. Walikudanganya. There are some sacrifices. Kuna baadhi ya dhabihu. The only sacrifice you are not supposed to pay, dhabihu pekee ambao hupaswi kulipa, is the sacrifice of sin. Ni dhabihu ya dhambi. Jesus gave that for you. Yesu aliitoa. He gave it for me. Alitoa kwa ajili yangu. You don't need to give any sacrifice for you to be forgiven. Haupaswi kutoa dhabihu yoyote kwa uweze kusamehewa. You just need to repent. Unapaswa tu utubu. You just need to give your life to Jesus. Inakupasa tutoe maisha yako kwa Yesu. But the moment you enter in the kingdom, lakini mara tulipoingia kwenye ufalme, every advancement you desire, my kila kuendelea friend, mbele unakokutamani rafiki yangu, has got a serious price tag. Kuna gharama yake kubwa sana. The higher you desire to go, kadri unavyotamani kwenda juu the zaidi, bigger the sacrifice is needed. ndivyo ambao utapaswa kutoa dhabihu kubwa zaidi. That's how things work. Hivyo ndio vitu vinavyofanya kazi. The necessity of sacrifice in life. Ulazima wa kujidhabihu kwenye maisha. One of the areas you need to sacrifice, moja kati ya eneo ambao unapaswa kujidhabihu, is your soul. Nafsi yako. It doesn't mean that you die. Haimaanishi sasa kwamba unakufa. But those things that your soul has held dear, lakini yale mambo ambayo nafsi yako imeashikilia sana, but they become a blockage, an impediment, an obstacle, lakini inakuwa ni kizuizi, a hindrance, kizuizi for you to move forward. Kwa hiyo kuendelea mbele. Those things, mambo hayo, you deal with them. Unashughulika nayo. Sometimes muda fulani it will cost you tears, literally tears. Inaweza kukugharimu hadi machozi kabisa haya. Tears. Machozi. But you have to do it. Lakini inakupasa ufanye.